Bwana, kwenye usiku wa shukrani wa Mission Impossible, kwa maana kwamba wasanii wote ambao wameshiriki kwenye tamthilia hii wanakwenda kutoa shukrani ama asante kwa mashabiki zao, watu wote ambao walikuwa wanafuatilia tamthilia hiyo. Na tupo kwenye moja kati ya maukumbi yanayopatikana maeneo ya Tabata, na mbele yako ni moja kati ya washiriki ambao wamefanya makubwa mengi kwenye tamthilia hiyo. Anaitwa Najma kama vile ambavyo anafahamika, lakini Chado Master alikuwa anapenda kumuita jina la kidem yao. Tutazungumza naye atuambie vile ambavyo wameshiriki kwenye tamthilia hii, kipi ambacho amekipata kwenye tamthilia hii, neno lake lipi la shukrani kwa mashabiki zake, lakini kubwa zaidi kipi kinafuata kwenye tamthilia ijayo. Najma, mambo? Poa. Uko poa? Niko poa sio. Maana kama hapo mnyonge hivi, shida nini? Hamna, niko sawa. Upo hivyo siku zote? Sawa, tuambie kwa wewe usiku huu wa shukrani ina maana gani hasa? Kwa upande wangu mimi ina maana kusherehekea na mashabiki zangu, mimi mashabiki zetu, kufurahia kwa pamoja toka mwanzo wa tamthilia yetu mpaka mwisho, kwa sababu kuna season 1, season 3 mpaka imeshakuwa lazima tusherehekee, wametusupport pakubwa sana. Ulikuwa unajua kwamba ipo siku utakuwa na jina kama hili, kwa sababu watu wengi walikuwa hawajawahi kuona, wamekuona kwenye Mission Impossible. Binafsi ulikuwa unafahamu kwamba ipo siku nitakuwa na umaarufu design hii, nitapita mitaani watu watakuwa wananiita Najma, DM zinakuwa nyingi, watu wanakupost wanakufanyaje? Ulishawahi kuhisi kwamba ipo siku nitakuwa Najma huyu? Hapana, sijawahi kuhisi, ila tu nilikuwa napambana nifike hapa nilipofika. Namshukuru Mwenyezi Mungu amenisaidia nimefika. Kwa sana yako na hiki ambacho umekipata, unahisi shukrani hasa zaidi kwa nani? Kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Pili kwa director wangu ambaye ameniandikia vizuri mpaka mimi nimeonekana. Mimi ningekuwa ni character mdogo tu nisingefika hapa, lakini kwa kuniweka vile main character watu wengi wamenifahamu. Kwa hiyo pongezi zote ziende kwake. Namshukuru sana. Unahisi Mission Impossible kwako imekuwa ni tamthilia gani hasa? Imekuwa tamthilia nzuri, ndefu, yenye mafanikio kwa upande wangu na watu zangu wa karibu pia. Kipi ambacho kimekupa? Yaani umepata nini kupitia kwenye Mission Impossible hasa? Watu wanatamani ufahamu mashabiki zako. Nipata vingi, nipata marafiki wapya. Nipata upendo wa mashabiki, nipata mashabiki kibao, nimejulikana. Ela kidogo. Nipata tunaanza kujiuliza huyu Najma mbona mdogo. Hivi shule vipi kwanza? Ulimaliza kweli? Mimi nimeweza form 4 2022. 22. Kuendelea tena ukagaidi maana kuna miaka mitatu. Ndio. Si nilijiona kuwa napenda sana kwa nikasema nitapotezea wazazi pesa, wewe niende kwenye kitu ambacho nakipenda, ndio nikafuata. Mwisho siku tumeingia kwenye sanaa shule basi. Sasa kipi ambacho kinafuata sasa? Mission Impossible imeisha. Najma huyu tumtarajie kumuonaje sasa kwenye kazi zinazofuata? Mtarajie kwanza kazi nzuri. Yaani kushinda hii Mission Impossible. Kazi ambayo yaani itatikisa Tanzania nzima, jiji litatikisika. Ushashuti kwani? No, hatujashuti. Ila tupo kwenye harakati. Soon tunashuti na tunachia kazi rasmi YouTube. Kuna mabadiliko yote ambayo Najma anakwenda kuyapata ama jinsi ambavyo Najma amechorwa kwenye tamthilia inayofuata ni tofauti na hivi watu watarajie kitu kama hivyo? Mimi mwenyewe sifahamu, hiyo ni siri ya director hiyo. Mimi sijui pia, sijaambiwa chochote. Mahusiano na Chado itaendelea kuwepo kama vile ambavyo tulikuwa tumezoea kuona? Sijajua director ataandika vipi, kwa sababu director ni huyo Chado, kwa atajua mwenyewe. Kama ataniandika kwamba mpenzi wake kama movie zilizopita ama la. Sawa, unahisi kipi ambacho umetibu kwenye jamii? Yaani Najma kwenye Mission Impossible amebeba dhamira gani ambayo unahisi umewakilisha vizuri sana kwenye jamii? Mimi nimebeba dhamira nyingi. Ya kwanza nimefundisha jamii watu ambao wa umri wangu, wasichana mabinti ambao hapo umri wangu mimi, wamejifunza vitu vingi. Wamejifunza mapenzi ya dhati, kuishi vizuri na familia zao, wamejifunza kuwa kuna maisha ukitoa mahusiano, kuna aina maanisha elimu. Elimu tu wasome, wasiishie kama mimi kwenye form 4 kwenye movie na kwenye maisha yangu ya kawaida. Hilo pia inabidi wajifunze. Kwa hiyo nimebeba ujumbe mwingi sana. Sasa tuniseme hapa, tunakesha. Lakini mbali na ule marafiki uliowapata, kuna namna fulani hivi Najma sasa hivi akaunti yake iko vizuri. Watu naamini Mission Impossible. Chado zimezungumza naye akasema
production zaidi ya milioni 15. Wewe binafsi unahisi imekupa pesa kiasi hiko au maisha yako sasa ya bora kupitia Mission Impossible? Maisha ya kawaida tu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilivyokuwa nataka imekuwa, japo sio sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Pesa za kawaida tu. Hivi mbali na Mission Impossible huo unafuatilia tamthilia zingine za wenzako? Nafuatilia sana. Kama hivi? Nafuatilia Sikitu, nafuatilia Dunia, kuna movie moja ya Gabo inaitwa Baraluko. Hiyo naifuatilia pia, nyingi tu. Tusalie hapa kwenye Dunia. Unahisi nani ambaye anakukosha kwenye Dunia ukiitazama ile tamthilia hii? Mimi mle ananikosha. Mimi wote. Mimi nachanganyikiwa kumtaja mmoja mmoja, wote wananikosha. Wote nawapenda sana. Na mtu anaitwa Matilda, unafahamu? Nafahamu. Na situation imetokea kwenye tamthilia yao ile, Matilda kama amebadilishwa hivi. Inasemekana anaumwa vile ambavyo amesema director wao. Kuna Matilda mpya amekuja. Wewe kama unafuatilia bila shaka utakuwa umekiona hilo. Leo niko busy sana, sijatazama. Unajua tena maandalizi ya party, sijatazama. Ila nimesikia. Watazamaji wenzangu wameniambia iko kitu. Nataka nirudi nitulie nitazame sasa. Kama mtazamaji, kama mmoja kati ya watu ambao wanapenda tamthilia ya Dunia, unahisi ni busara Matilda kabadilishwa kwa mwingine? Hivi kuitazama unahisi moyo wako unajisikiaje hasa kama ni mdau wa Dunia? Moyo utaniuma, ila kama ni mtu anaumwa, kwa nini nataka afie kwenye kushuti? Mimi ndio tuseme ningeumwa kwenye movie. Mimi mwenyewe kwanza nisingeshuti. Najiona naumwa sana, niende ndio nikasimame action, hapana. Kwa ni vyema pia. Japo haitapendeza, kuna ladha itapungua, si unajua? Ila sio ngesubiri labda msubiri la pole naendelee. Na mashabiki pia wanataka kutazama pia. Hivi unajua mashabiki wana ile muendelezo lazima utatoa tu. Lazima mtaenda location mtashoot. Sasa ni yako swali unaikwepa? Wanaikwepa, haiwezekani main character zikapita hata vipande viwili jionekana, yani kwanza kila mtu atasimama siangalie tena bwana hii jao. Sasa tumalizie. Najibu kuna miaka mingapi? 19. Mpenzi? Hapana, sina. Na 19 mtu mzima? Hamna, mimi najiona bado mdogo mbona. Mtu mzima sio miaka 18? Mimi mdogo, sina mpenzi. Kwa nini Sauli? Bado, miaka bado. Unasubiri kifika miaka mingapi ndio una mpenzi? 22. Sawa, basi zungumza kitu na mashabiki zako, watu ambao wanapenda vile ambavyo umeshiriki kwenye Mission Impossible na watu ambao wanampenda Najma kwa ujumla. Mimi nawapenda sana. Na watarajie vitu vizuri kutoka kwetu Chado Master Film. Sasa ni kwangu mimi, nitakuja kivingine. The way director ataniandikia, nitachangamsha na mimi ujuzi yangu. Yaani itakuwa pambe. Wasikose tamthilia ijayo jamani. Asante. Asante na wewe.